Mwongozo wa kujifunza Biblia, robo ya 4 ya mwaka 2025. Mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Juma hili tumeliangazia somo la 3 linalosema mafundisho ya neema. Na leo ni Oktoba 17, siku ya Ijumaa. Tukijielekeza katika jifunze zaidi. Soma Ellen G. White, Kuvuka Yordani, ukurasa wa 122 na 123, kwenye wazee na manabii sehemu ya pili. Jifunze kwa uangalifu uzoefu wa Israeli katika safari zao kwenda Kanaani. Soma sura ya 3 na ya 4 ya Yoshua, ukirekodi maandalizi yao kwa ajili ya kuvuka Yordani kwenda nchi ya ahadi. Yatupasa tudumishe mioyo yetu katika kujifunza kwa kuhuisha kumbukumbu zetu kwa masomo ambayo Bwana aliwafundisha watu wake wa kale. Kisha kwetu sisi kama alivyokusudia iwe kwao. Mafundisho ya neno lake yatadumu kuwa ya kuvutia na yanayogusa. Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, gombo la pili, ukurasa wa 994. Israeli ya kisasa ipo katika hatari ya kumsahau Mungu na kuongozwa kwenye ibada ya sanamu kuliko watu wake wa kale. Sanamu nyingi ziliabudiwa hata na wale waliojiita kuwa ni washika Sabato. Kwa namna ya pekee kabisa, Mungu alikuwa amewaonya watu wake wa kale dhidi ya ibada ya sanamu, kwani ikiwa wangeongozwa mbali na kumtumikia Mungu aliye hai, laana yake ingewakalia. Wakati ambapo kama wangempenda yeye kwa nguvu zao zote, angewabariki kwa wingi kwenye vikapu na kwenye soko, na angeondoa maradhi kutoka katikati yao. Ellen G. White, Testimonies for the Church, gombo la kwanza, ukurasa wa 609. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: jadili kwenye kikosi chako juu ya kuvuka katika Yordani kwa namna ya muujiza. Fasili yako ya miujiza ikoje? Kwa nini inaonekana kwamba Mungu hatendi miujiza kama hiyo leo? Swali la pili: ni kwa njia zipi za kivitendo unazoweza kupendekezea kikosi chako kwa ajili ya kuzuia usahaulifu wa kiroho kama mtu mmoja mmoja na kama kanisa? Huku ikiwa ni muhimu kwamba tuwe na uhusiano hai endelevu na Mungu, na kwamba hatujengi uzoefu wetu wote wa Kikristo katika uzoefu wetu wenye nguvu wa wakati uliopita, tunawezaje kuendelea kutumia uzoefu wetu uliopita kama kumbusho la jinsi ambavyo Mungu ametenda kazi maishani mwetu? Swali la 3: kwa upande mmoja, unafikiri ni kwa namna gani Sabato inaweza kutusaidia kukumbuka namna ambavyo Mungu ameingilia kati maishani mwetu, na kwa upande mwingine inatupatiaje utangulizi wa muonjo wa pumziko lililoahidiwa katika ufalme wake? Sabato inaelekezaje si tu kwenye kile tunachopaswa kukumbuka, bali pia kwa kile tuwezacho kukitarajia katika wakati ujao? Hii ni Oktoba 17, tukihitimisha mada hii ya somo la 3, makumbusho ya neema. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hili ni somo la 3 na mwisho wa somo la 3 ni mwanzo wa somo la 4, somo linalosema pambano linalosababisha mapambano yote. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.